Nataka kuwataarifu tu kwamba mwenyekiti Tundu Lissu bado ameendelea na azma yake ya kuunganishwa kwenye kesi hii. Awali alitaka kuunganishwa kama Tundu Lissu ambaye vilevile ni mwenyekiti wa Chadema. Hoja hiyo ikatupiliwa mbali. Sasa amewasilisha maombi mahakamani ya kuunganishwa kama mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu kwa nafasi yake ya mwenyekiti wa Chadema. Tunasubiri taratibu zikamilike za ufunguaji wa maombi hayo na hatimaye iweze kupangiwa tarehe ya kusikilizwa ili kama shauri hili litaendelea mbele, basi tunaamini kwamba shauri hili kwa hali ilivyo linaweza kumalizika tarehe 20 mwezi Mei mwaka huu pale maamuzi ya awali ya pingamizi yatakapokuwa yametolewa. Lakini kama uamuzi utatoka wa kutaka kuendelea na shauri hili, basi tunatarajia vile vile kwamba itapangwa tarehe vile vile ya kusikilizwa hayo maombi ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu kuunganishwa kwenye shauri hili. Na nitumie fursa hii vile vile kusisitiza mwito ambao ulitolewa na kikao cha kamati kuu cha tarehe 28 na 29 mwezi Aprili. Nikautamka kwa umma kwa niaba ya kamati kuu mbele ya vyombo vya habari tarehe 2 mwezi wa 5 mwaka huu wa juu ya kesi vile vile ya uhaini inayokabili mwenyekiti Tundu Antipas Lissu kupangiwa tarehe ya kusikilizwa. Toka tutoe kauli ile mpaka leo bado kesi ya uhaini ya mwenyekiti Lissu haijapangiwa tarehe ya kusikilizwa kwenye mahakama ya rufaa kutokana na maombi yaliyowasilishwa na upande wa jamhuri na maombi kwa dharura vile vile yaliyowasilishwa na mwenyekiti Tundu Antipas Lissu. Na tunatoa mwito wa wazi kwa vyombo vya habari, sababu sisi tulitoa kauli ya kutoa mwito kwa Jaji Mkuu kueleza juu ya sababu za kwa nini mpaka sasa mahakama haijapanga tarehe ya kusikiliza kesi ya mwenyekiti Tundu Antipas Lissu bila kuingilia uhuru wa mahakama. Tunatoa mwito wa wazi kwa vyombo vya habari, mumtafute Jaji Mkuu au mwatafute watendaji wengine wa mahakama wanaohusika waweze kueleza kwa umma ni sababu zipi zinafanya shauri kesi hiyo mpaka sasa haijaitwa mahakama ya rufaa. Kuna msemo wa kisheria unasema justice delayed is justice denied. Haki iliyocheleweshwa ni haki iliyominywa. Katika mazingira ya kuchelewa kusikilizwa kwa shauri hili, tunaona kwamba haki za mwenyekiti Tundu Antipas Lissu katika kesi kubwa ya uhaini zinaminywa na mahakama isimame kutenda haki